baada ya kuthibitishwa kwa taarifa ya mazungumzo ambayo yatafanyika Jumatatu ijayo ya Julai 7, 2025 juu ya Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Kinachojiri kwa sasa ni jeshi la Israel limebainisha kwamba limetanua operesheni zake katika ukanda wa Gaza siku chache kabla ya ziara ya waziri mkuu huyo wa Israel. Sasa wakazi wameripoti mapigano makali siku chache kabla ya ziara ya waziri mkuu pale mjini Washington, ambapo operesheni hiyo kubwa inafanywa katikati ya ongezeko la miito ya usitishwaji wa mapigano, miongoni mwao akiwa ni Rais wa Marekani Donald Trump. Kampeni ya Israel ya kuliangamiza kundi la Hamas imepamba moto kweli kweli, ambapo siku ya jana Jumanne shirika linalohusika na ulinzi wa raia la pale Gaza liliripoti kuwa vikosi vya Israel viliwaua watu takribani 26. Na lilipozungumzia shambulio hilo kubwa lililofanya kaskazini na kusini mwa eneo hilo, lilisema lengo ni kudhoofisha kabisa uwezo wa jeshi la Hamas. Ambapo Hamas hili ni kundi lenye makazi yake pale ukanda wa Gaza, ni kundi lenye tawi la kisiasa pamoja na tawi la kijeshi, yote mawili yakiwa mstari wa mbele kabisa katika kupigania uhuru wa Palestina, ndio lengo lao. Na kundi hili limekuwa likiripotiwa kufanya matukio kadhaa, ikiwemo tukio la mwezi wa 5 ambapo Israel ilishinikiza Hamas iwaachie huru baadhi ya mateka ambao ilikuwa imewashikilia. Na matamshi hayo yalitolewa na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo ya Israel, akilitaka kundi la Hamas kutia saini rasimu ya mkataba iliyowasilishwa na mjumbe maalum wa Rais wa Marekani Donald Trump. Katika hilo, Hamas ilikataa rasimu hiyo na ikisema kwamba haijakidhi matakwa yake, ikiwemo vikosi vya Israel kuondoka kabisa ndani ya ardhi ya Gaza na vita kumalizika. Kwa ndicho ambacho kinachoendelea.